Habari za wakati huu ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel letu. Leo tunachambua kwa kina moja ya maamuzi ya hivi karibuni ya uongozi wa nchi yetu, ambapo leo ni Machi 26 na tunaongea kuhusu uhamisho mpya wa mabalozi uliotangazwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Kulingana na taarifa rasmi iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Dr. Balozi Moses Kusiluka, Rais amefanya uhamisho mkubwa na kupanga upya vituo vya mabalozi kadhaa nje ya nchi. Mojawapo ya uteuzi muhimu sana ni ule wa Balozi Togolani Idris Mavula, ambaye sasa amepangiwa kuwa mwakilishi wa kudumu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika Umoja wa Mataifa, makao makuu yake New York, Marekani. Hii ni nafasi ya kimkakati sana kwa Tanzania, kwani UN ni jukwaa kuu la kidiplomasia ya kimataifa ambapo masuala kama amani, maendeleo endelevu, mabadiliko ya tabia nchi na haki za binadamu hujadiliwa. Mwakilishi wa kudumu hapa anakuwa sauti ya nchi yetu katika Baraza la Usalama, Baraza Kuu na kamati mbalimbali. Kabla ya uteuzi huu, Balozi Togolani Mavula alikuwa balozi wa Tanzania nchini Korea Kusini tangu Septemba mwaka 2021, yani karibu miaka 5 kamili. Wakati huo alifanya kazi ya kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na kiufundi kati ya Tanzania na Korea Kusini, hasa katika sekta za uchumi wa blue, yani blue economy, teknolojia, elimu pamoja na maendeleo ya vijana. Alikuwa naibu mwenyekiti wa kundi la mabalozi wa Kiafrika huko Seoul na alishiriki katika mijadala mingi ya kimataifa kuhusu maendeleo ya Afrika. Lakini je, ni nani hasa Togolani Idris Mavula? Huyu ni mtaalamu wa diplomasia mwenye uzoefu mkubwa sana ndani ya mfumo wa serikali ya Tanzania. Ana shahada ya kwanza katika sayansi ya siasa na utawala wa umma, yani international relations, kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na postgraduate diploma katika usimamizi wa huduma za kigeni kutoka Kituo cha Mahusiano ya Kigeni cha Msumbiji, Tanzania. Kazi yake ilianza kama afisa wa huduma za kigeni katika Wizara ya Mambo ya Nje. Baadaye akawa katibu wa kibinafsi kwa waziri wa mambo ya nje na kisha msaidizi wa kibinafsi na mwandishi wa hotuba kwa rais. Alifanya kazi kama katibu wa kibinafsi kwa Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete kwa muda mrefu, akimsaidia katika majukumu yake ya kimataifa kama mwakilishi wa AU kuhusu Libya, balozi wa Global wa chanjo Gavi na katika kamati mbalimbali za UN kuhusu lishe, afya ya akina mama na watoto pamoja na malaria. Aidha, Togolani ni mhitimu wa programu ya uongozi ya FCO ya Uingereza na ana masters katika leadership na development kutoka King's College London Africa Leadership Center. Yeye ni mwanachama wa bodi ya ushauri ya Afrika ya Save the Children UK na amekuwa akizungumzia maendeleo ya Afrika katika majukwaa mbalimbali. Uteuzi wake kwenda UN unakuja wakati Tanzania inaendelea kuimarisha nafasi yake katika jukwaa la kimataifa chini ya uongozi wa Rais Samia. Tangu mwaka 2021, Rais amefanya uteuzi na uhamisho kadhaa wa mabalozi ili kuwa na wawakilishi wenye uzoefu na mwelekeo wa maendeleo. Kama ilivyo katika maamuzi ya awali kama yale aliyoyafanya mwaka 2021 ambapo Mavula aliteuliwa Korea na wengine waliteuliwa maeneo mengine ya mwaka 2023 na mwaka 2025. Kwa mtazamo wa kina, nafasi hii ya New York inahitaji mtu mwenye uwezo wa kujadiliana katika mazingira magumu, kushirikiana na nchi 193 wanachama wa UN na kuwakilisha maslahi ya Tanzania katika masuala kama ajenda ya mwaka 2030 ya maendeleo endelevu SDGs, ambapo Tanzania inaendelea kupambana na umaskini, elimu, afya na mabadiliko ya tabia nchi. Uzoefu wa Mavula katika UN related laws kupitia Kikwete na diplomasia ya kisasa, yani Korea, unamfanya kuwa chaguo lenye mantiki. Hii inaonyesha mkakati wa Rais Samia wa kuweka wataalamu wenye rekodi thabiti katika nafasi muhimu na kuendeleza diplomasia ya uchumi na ushirikiano wa kimataifa. Endelea kuwa nami na asante kwa kunisikiliza. Nitakuletea taarifa kadri zinavyotufikia, na hii ilikuwa ni taarifa kama breaking news kuhusiana na uteuzi huo ambao amefanya Rais Samia kwenye swala la mabalozi hawa wa nchi mbalimbali.